Mwezi Juni mwaka huu mkoa wa Iringa ambalo linafanana na la Huipatri kutoa taarifa ya uongo, tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa 5 kwa tuhuma za utakatishaji fedha kwa njia ya udanganyifu kupitia mwamvuli wa dini. Miongoni mwao alikuwa ni Yannick Mbombo Sele ambaye ni raia wa Kongo na mchungaji wa kanisa la Ebenezer Restoration Ministry for All Nations tawi la Iringa. Mchungaji huyu alikuwa akiwaaminisha wananchi kutoka maeneo mbalimbali kwamba yeye anaweza kufanya uponyaji ambao wa maradhi mbalimbali, lakini alikuwa anatumia uongo. Wanachukua watu wanakwenda kuwafundisha huko Dar es Salaam, wengine wanafundisha kuwa vilema, wengine wanafundisha kuwa matahira, ili wakija pale kanisani basi wanaonekana kwamba baada ya kufanywa hiyo huduma amewaponya, lakini ilikuwa ni uongo. Uchunguzi ulifanya jeshi la polisi libaini kuwa mtuhumiwa Yannick alikuwa akitapeli waumini kwa madai ya kuwa ana uwezo wa kufanya miujiza ya uponyaji, madai ambayo hayakuwa ya kweli. Mtuhumiwa huyo aliamua kufanya makubaliano plea bargain baada ya kufikishwa mahakamani, na ilitolewa amri ya kukamata magari yake 3 ambayo yako kituoni aliyokuwa akiamiliki, lakini alipata kuyanunua kupitia fedha hiyo ambayo alikuwa anatapeli watu, lakini pia alitozwa faini ya shilingi milioni 20 na kisha ameondolewa nchini na kurudi kwao Kongo. Kwa matukio yanakuwa yanajirudia, ambayo sasa unakuta watu wengine ambao tunawategemea kwenye swala la imani wanakuwa tena matapeli, ambayo ni kitendo cha kusikitisha. Mtu yote anaweza kuwa mhalifu wakati wote anapovunja sheria za nchi, kama walifanya wenzetu ambao wamefedhesha kanisa, lakini sisi tunasema wao wenyewe ndio wamejifedhesha kwa sababu matukio mabovu ambayo jamii haijakubali. Kwa tukio la huyu Pastor Yannick ambaye amefukuzwa nchini, nadhani hii njia rasmi sasa iwafikie wananchi wajue kwamba huyo ni tapeli mpaka tunavyozungumza hivi sasa hivi, na tunaamini yawezekana huo ndio mfumo wake wa maisha, yawezekana asiweze kuacha. Kwa wale watakaotoa, basi maana yake ni kwamba wanatoa wakijua kama wanatoa kwa mtu ambaye si sahihi, kwa sababu yule ni mchungaji tapeli. Sasa kama mtu atatoa fedha yake mwenyewe, basi atoe kwa hiari yake akijua kama anatoa kwa tapeli. Labda kama kuchangia tapeli napo ni ina baraka, labda huyu anayechangia basi tujue anapata baraka gani, lakini kimsingi ule ni wizi na ni uhalifu.